Karibu katika runinga ya Nairobi TV. Mimi naitwa Edwin Kagia. Nairobi TV ilikuja kufichua vile Wakenya wamekuwa wakilagaiwa na baadaye kupelekwa nchini Urusi ili kuwa wanajeshi. Katika mahojiano ambayo tulikuwa moja kwa moja, ni uchunguzi ambao tuliweza kuwa nao kwa kina kwa zaidi ya mwezi mmoja tukifuatilia ujumbe huu. Tuliweza kujua kuwa mambo haya yanaendelea katika ngazi kuu za serikali, ambapo kuna Mrusi mmoja ambaye anaaminika kuwa yeye ndiyo kitumbua cha kila kitu ambacho kinafanyika. Mara ya kwanza mtu huyu anaonekana akienda katika ofisi la DCI hapa jijini Kiambu. Inaaminika kuwa anazungumza na watu walio na ushawishi mkubwa. Kutoka hapo anaenda katika kitengo kingine, ni vitengo mbalimbali. Hatimaye anaenda katika ofisi ya leba, ambapo hapo kuna mfuko wa pesa utaweza kutembea. Kila askari ambaye ataweza kunufaika na kwenda Urusi, basi kuna kituta cha pesa ambacho watakuwa wanapata. Tuliweza kuwa na mazungumzo, lakini mtu huyu sitaweza kusema jina lake, lakini tunaweza muita F. Aliweza kuzungumza na kusema ya kwamba mambo ambayo yamekuwa yakifanyika ni kadri na sheria. Manake wazazi wengi wamekuwa wakilia kuwa wanao wakienda Urusi hawapatikani, wengi wakihofia wanao wameweza kuiaga dunia, ama wengi maisha yao yaweza kuwa hatarini. Wengi wakisema ya kwamba tangu wanao walipoenda Urusi basi wamekuwa na takwimu la wasiwasi, wakiomba serikali la Kenya kuhakikisha kwamba limeweza kuwasaidia. Nchini Urusi waliweza kutangaza kuwa wanataka maaskari wengi ili kupambana vita ambayo imekuwa ikiendelea kati ya Russia na Ukraine. Ni vita ambazo sasa zimechukua mkondo wa miaka 2 tangu vita hizi zilipoanza. Tutaweza kukupeleka na kadri na vile mambo yaliweza kuanza mwaka wa 2024. Basi hapo ndipo mambo haya yalipoanza. Zaidi ya Wakenya 100 waliweza kusafiri nchini Urusi kuhakikisha kwamba wameweza kupata kazi, lakini wengi waliweza kuelezwa kuwa wanaenda kazi, lakini kazi hii haikuwa inajulikana ni kazi gani. Manake wengi hawakujua wanapelekwa kwenda kupambana na vita. Lakini kuna wale ambao baada ya kuchukuliwa walikuwa wanapelekwa katika mitaa mbalimbali, kama mtaa wa Roysambu. Walikuwa wana jumba moja ambapo walikuwa wanajiangalilia runinga kuona vile vita hivi zimekuwa zikiendelea. Lakini wengi ambao tumeweza kuwapata ni ex-soldiers ambao wamekuwa wakifanya kazi shughuli hizi ambazo tumekuwa tukifuatilia tujue, je, Wakenya wamekuwa wakigadaliwa vipi? Tuliweza pia kufuatilia mambo polepole, manake kuna Wakenya wengi wamekuwa wakilia. Eneo la Kasipul pia tuliweza kupata kisa ambapo mzazi mmoja sasa amebidi awe akishikilia picha ya mwanawe ambaye aliamini alienda kutafuta riziki, lakini baada ya kwenda kutafuta riziki bado mwanawe hajarejea nyumbani. Ni mambo ambayo yamepiga wengi butua, wengi wakijiuliza, je, mambo haya yanaendelea vipi? Katika mazungumzo na Mrusi huu ambaye inaaminika ana ushawishi mkubwa, Mrusi huyu ndio anatumika kuhakikisha kwamba ameenda katika ngazi katikati za serikali ili kuhakikisha kwamba ameweza kupata watu ambao watakuwa wanaenda Urusi. Hivi majuzi idara ya DCI iliweza kumkamata, lakini baadaye akaweza kupelekwa Urusi. Ni mambo ambayo yameweza kufichuliwa, wengi wakijiuliza, je, mambo haya yanafanyika vipi? Na je, wana wetu wako salama? Je, wana wetu wanaendelea vipi?
Nikiripotia runinga ya Nairobi TV katika ujasusi wa siri, mimi naitwa Edwin Kagia.